السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى ممار الأيام والسنين. أما بعد. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kushukuriwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hasa ikiwa tumepambaukiwa na tuko katika nyumba yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya leo, yaumul Jumaa, siku ambayo imesifiwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, khairu yawmin tala'at alayhi shams yaumul Jumaa, siku ambayo wengi twaipuuza, watu wengi twaipuuza kwa sababu hatutambui thamani ya siku kama hii ya leo, na ndio maana mtatuona katika jambo kama hili la Ijumaa twaja kimtego. Wengine waendelea na mashughuli zao, wengine wapita. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema khairu yawmin tala'at alayhi shams yawmul Jumaa, kwa sababu kwamba ikawekwa ibada siku ya Ijumaa, ndio siku ya nasaha, kupatikane watu kupeana nasaha, dinu nasiha. Mabwana walikuwa wakija msikitini baada ya swala tu, wakisha kupata chochote katika tumoni wako msikitini, yani kumejaa, saa moja kumejaa. Sasa hivi ni kwa mtego, kwa sababu tumepuuza mambo kwamba ya dini yetu, na hii ndio hatari, na hatari yoko kidogo kidogo tu twenda kupuuza mpaka mwisho wake Ijumaa yapita. Hii ndio hatari kubwa ambayo kwamba yafika kwa mwanadamu akahamtambui Mola wake. Natoa shukurani zangu, nami ni kweli leo ni mara yangu ya pili kupata fursa kama hii kuzungumza na ndugu zangu wa sehemu kama hii. Mwenyezi Mungu awajaze kila la kheri, awafungulie milango ya kheri, na ya shari Mwenyezi Mungu Rabbi awaepushie. Nimetoka mbali na zaazaa za miji kama mnavyosikia sasa hivi. Tanzania tumeingia katika mfumo sasa hivi wa usumbufu, watu nao wameingia katika maandamano. Vitu vilikuwa hakuna Tanzania, vitu kama hivi hakuna, lakini vimelazimishwa kinguvu nguvu. Nyuma huko nimeshamsikia ustadhi wangu Ustadh Muhammad Shafii al-Bidhi akizungumza haya masala kama haya nyuma. Watu washangaa kwa nini watu wametulia, lakini yote kwa sababu gani? Kwa sababu ya ulimwengu tu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ashatupangia, na ndio maana ukaona Waislamu hawakuingia. Mimi nawapa habari yaliyotokezea kwetu. Waislamu hawakuingia katika mtego kama huu kwa sababu wamefundishika na dini yao waishi vipi. Tayari tumeshapangiwa sisi katika fungu la imani ni kuamini kadari yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, khairihi wa sharrihi. Katika hizo mbili zote uamini kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na imani ni kujua wewe Muislamu, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomsifu mu'min, ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu khair. Sifa ya mu'min hiyo,
Sifa ya mu'min, mambo yake yote ni kheri, yote ni kheri. Sasa hana wasiwasi. Siku ambayo kama likimpata jambo la shari, taona hababaiki kabisa, kwa sababu ameambia mambo yake yote ni kheri. Walaysa dhaka illa lilmu'min. Sifa hiyo sio yoyote ambaye kwamba mwenye kuipata, isipokuwa ni watu maalum, naye ni mtu ambaye kwamba na sifa ambayo kwamba ya mu'min, ambapo mambo yake yote ni kheri, kidma cha kheri tu moja kwa moja. Likimpata zuri, fa in asabat sarra, tamona shakara. Likimpata jambo zuri, tamona anamshukuru Mola wake, anamtambua. Fakana khairan lahu, ikawa ni kheri kwake yeye, kwa sababu amepata mazuri, akamtambua Mola wake. Ndio sifa ya muumini hiyo. Na haya pia vile vile unaweza, na nyinyi ndugu zangu, shukuruni Mungu kwa umepata nafasi, umeweza kuingia msikitini wa maabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila ya fujo aina yoyote. Hii ni kheri kubwa. Nyuma huko tulikuwa na kipindi ambapo kwamba cha maradhi ya corona, misikiti ilifungwa. Tena afadhali sisi Tanzania hakufungwa misikiti. Nilipokuja huku na shangaa, bondeni pale hufai kuruka upande wa pili. Ukiruka upande wa pili utashikwa. Aliko huku ni huku na huku ni huku. Kwetu sisi ilikuwa tofauti kabisa nyakati zile. Misikiti, makanisa, bali tuliambia weke kitu ambacho kama cha kuosha mikono tu. Tukaambia sisi wacha mikono, tuosha mpaka miguu, tuosha uso. Yani tumeshinda kabisa kuingia kwenye ibada, tuafanya yote hayo. Angalia hiyo, wakati ukani mzito, lakini huko kwenu nyinyi mlifunga misikiti aswa kafungwa. Wewe tuliambia aswalini, wallahi haikutokezea hata mtu mmoja kuanguka msikitini kwetu Tanzania. Kwa sababu gani? Watu walikuwa na imani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena tukatengezewa zile barakoa zile barakoa zile, tulikuwa tuna barakoa zetu sisi wenyewe. Rais wetu alikuwa akitaka kabisa hizi barakoa za kutoka nje, pengine labda za chomekwa vitu vya ajabu ajabu. Tukawa tena wale washonaji wamepata kazi, wanatushonea wenyewe, watakitambara gani kitambara gani. Kwa hivyo in asabatu sarra shakara fakana khairan lahu. Sifa ya muumini hiyo, likimpata jambo ambalo ni zuri, aina mkono nasema alhamdulillah rabbil alamin, fakana khairan lahu. Ikimpata kinyume chake, huyo muumini sabara, fa in asabatu dharra sabara. Na ikimpata jambo ambalo kwamba kinyume ambalo kwamba na zuri, misiba au mfano wa hayo, sabara, anaingiwa na subra. Na ndio maana ukomuona likimpata jambo lolote ambalo kwamba kinyume na hapo, yeye utaona ametulia. Ndio sifa muumini. Na hivi ndivyo mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha. Kwa hivyo muumini siku zote hana mabaiko, hababaishwi kabisa na hali ambayo kwamba ikibadilika zile hali, yeye ajua mimi nisimame msimamo gani. Fujo ilikuwa imetokezea kwetu, yote ni kwa sababu ya kuchukia Uislamu. Kwa nini huyu? Kwa nini huyu? Utaona pengine imekuja sifa ni muuaji ule. Si hivyo bwana, ni diaya za uongo kuonekana huyu. Huko nyuma amefanywa zaidi ya hayo, huko nyuma amefanywa zaidi ya hayo, mama mmoja mzuri kabisa. Bali sasa hivi ndio kumepatikana mawaziri wengi Waislamu. Walikuwa hawa jamaa zetu, walikuwa wao wana fungu kubwa la bandari, sasa limekatika. Balaa zikaanza hapo, kwa huyu tumtafutie hili na hili na hili. Kwa hivyo miundo hii ya kufanywa ambapo kwamba ndio kila balaa kubwa zimeanza huko katika majumba yao. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia,
idha asbaha minkum aminan fi sirbihi muafan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fakaannama hizat lahu dunya. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, yule ambaye kwamba atapambaukiwa asubuhi. Kala maneno haya ya khairul anami, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, yule ambaye kwamba atapambaukiwa asubuhi, watu wake wako katika hali nzuri ya amani. Amani, kuna amani, hakuna fujo yoyote. Muafan fi jasadihi, mwili wake alhamdulillah mzima, hafanyi jambo ambalo kwamba la kuharibu afya yake, havuti bangi, si mlevi akaharibu afya yake. Muafan fi jasadihi, una afya nzuri, shukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kujimzunguka kwa jale hilo. Kwa nini Mwenyezi Mungu ametuambia sisi na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam twende mahospitali tukawazuru wale wagonjwa? Kwa sababu kule kuna ibra, kwa sababu utakuwa kuingia kule utaona watu anatamani ale kama unavyokula wewe nje, hawezi. Wengine waambiwa hawafai chakula kula, ni maji tu, wengine ni maziwa tu, wengine wewe utashangaa hawezi kutafuna, wengine wana mijipira, pumzi kwao zatoka kwa mipangilio. Wewe Mwenyezi Mungu amekupa afya. Muafan fi jasadihi indahu qutu yawmihi, Mtume watuambia hivyo, indahu qutu yawmihi, ana chakula cha siku moja tu. Muumini huyo ana chakula cha siku moja tu. Mtume asema fakaanna ma hizat waduna, kana kwamba mtu kama huyo amepewa ulimwengu mzima na neema zake. Kwa hivyo muumini siku zote hana wasiwasi. Muumini hana wasiwasi likimpata jambo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ashamwekea hivi. Na ndio maana sisi tulikuwa ni watu hii huko kwetu Tanzania, Waislamu wamesimama kisawa sawa, hawakuingia katika maandamano. Walioingia katika maandamano wengine, lakini sasa alhamdulillah walipolieka mara pili wakaogopa, kwa sababu tayari washatua adabu. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie amani ifuze na huku kwenu iwe hali kama hii, ambapo kwamba leo twaswali, tuko msikitini, tumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna kitu kama amani. Nabii Allah Ibrahim, kad kanat lakum uswatun hasana fi Ibrahim walladhina ma'ahu. Mwenyezi Mungu atuambia Nabii Allah Ibrahim ni uswatun hasana kwetu, ni kifuato chema. Nabii Ibrahim kwetu sisi ni kifuato chema. Lakini angalia Nabii Ibrahim aliomba nini? Rabbi ja'al hadha baladan amina. Alimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ule mji wa Maka ule mji wa amani. Ikiwa wao ni mitume wenyewe wanaomba hilo, mji kama ule uwe ni mji wa amani, wewe watani wako kwa nini utakuharibiki? Mji wako kwa nini utakuchafua? Ndio kaona muumini hafai kuingia kuiharibu nchi yake. Wakaamua kuingia na kuiba vitu vya watu, wakavunja kama petroli za ile sehemu ya zimeandamwa za Waislamu takriban 36 za Waislamu tu zikachomwa. Wamefuatwa Waislamu wenye mabasi, Waislamu wakachomewa mabasi yao, ni Waislamu tu. Yani ilikuwa kwa nini hawa? Kwa nini ni wao tu? Kwa hivyo ilikuwa ni njama za kipekee yake. Lakini hivyo hivyo tukakaa na subra, na alhamdulillah tuzidi sisi ni tuombe Mungu. Nabii Ibrahim ndo huyo ambao kwamba uswatun hasana kama tunavyomjua Nabii Ibrahim. Nabii Ibrahim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa mitihani. Mitihani yetu ni midogo sana, mitihani aliyopewa ni mikubwa. Mtu mji mzima, mwezi mzima wako katika hali. Nikizidi wakati jamani niambieni, nisimamisheni, naomba hivi. Ikifika wakati nijulishe bana, hapo ulipofika basi patosha, maki sijui mimi wakati gani.
Nabii Ibrahim kumepangwa achomwe, lakini hakubabaika. Ayojua moto alioumba ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe utauwasha, tafaraitum an-nar allati turun a antum ashatum shajarataha am nahnu shu'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lilmuqwin. Ajua alioumba ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akawa na wasiwasi. Ndio ajaban li amri almu'min hivyo. Na Mwenyezi Mungu atuambia Nabii Ibrahim ni uswatun hasana, ni kifuato chema. Kumwangalia Nabii Ibrahim alipokuwa hana babaiko, wakati mzito, mji wanaweka nadhiri, Mwenyezi Mungu akimjalia kadhaa mambo yake kama mazuri, atakwenda kubeba kuni. Mwenyezi Mungu umjalia na afya, akaenda kabeba kuni, kisasa zikakusanywa mwezi mzima, atakiwa kuchomwa mtu mmoja tu. Na ulipowashwa, nani atakayokumpeleka kule? Ikawa wao wenyewe hawajui watamtupa vipi. Ibilisi akawatoka tengeneze zile manjanik, mwetaje, tewe kama mfano wa manati, si vipi, mfano hivyo, teo zile watu wa shamba tumia mno kupigia mayonda na nini, manyani, zikatengenezwa, atiwe pale, akatafuta mtu mzuri. Ile basi alirusha mara moja tu, baada ya kurusha mara hiyo mkono ulikuwa hakufanyi kazi tena. Yani alifanya hivyo, na apelekwa wapi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuma malaika wa mvua wa nani, aulizwa Nabii Ibrahim, watakaje, tufanye nini? Nabii Ibrahim pia imani yake akasimama kuwa hana haja na malaika chochote, yamtosha kwake Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu mwenyewe akauambia moto, ya nar, kwa sababu naomba ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kwa sababu Mwenyezi Mungu amemtia katika idhtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin faatammahunna, akapasi akafaulu mitihani kama ile. Ikikujia mitihani, wewe ni mpenzi wa Mwenyezi Mungu, idha habba Allahu qauman au idha habba Allahu abdan, zote zimekuja hivi, ibtalahu, Mwenyezi Mungu humpa mitihani wale waja wake au watu wake. Mwenyezi Mungu wewe ukiona mitihani imekujia kadha kadha, unajua ndio mapenzi hayo. Nabii Ibrahim mtihani uliopewa wewe ni midogo sana ya kufiliwa na nini. Yeye aliambiwa haswa chukua familia yako, na alipata mtoto katika utu uzima. Yeye akashukuru, alhamdulillah alladhi wahaba li ala alkibari, yani Ismail wa Ishaqa, Mwenyezi Mungu alimjalia akapata mtoto utu uzimani. Mtoto kwanza Nabii Allah Ismail amempata utu uzimani, ni furaha iliyoje, mtu mzima mzee. Lakini akaambiwa mchukue na huyo mke wako mdogo, uende ukampeleke kwenye jangwa ambalo kwamba hakuna makulima, kwa lote peleka kule. Na yuko tayari, alikuwa na ghaira kweli kweli, yani alikuwa na mahaba kweli kweli ya kutimiza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo sisi hatuko tayari kuhama nyumbani kwako pale kuja msikitini tu waona uzito. Yeye alipita majangwa, mke hakumwambia utupeleka wapi. Yani wanakwenda wao, waenda tu, mke hamwambie Ibrahim mbona twenda, bali na mume ambaye twende. Na ndio maana Mwenyezi Mungu asema qad kanat lakum uswatun hasana fi Ibrahima walladhina ma'ahu, na wale walikuwa pamoja na Ibrahim ni uswatun hasana, ni kifuato chema. Nabii Ibrahim amekwenda mpaka pale alipoambiwa hapo ndio wabwage wache hapo, akawaweka pale, akageuka na huku moyo mzito, familia yangu hii, jangwa kama hili, hakuna makulima, hakuna watu, lakini nimeambiwa na Mwenyezi Mungu nitimize hayo. Akaweka familia yake, anageuka enda zake, ashatimiza alitakalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe mtihani umepata mtihani aina gani? Wewe umepewa mtihani sampuli gani? Mpaka leo humtambui Mola wako, mpaka leo waja msikitini kwa mtego, waja siku alfajiri atuonani hapa, alfajiri hapa akizidi, mimi najua hiyo ndio mtindo wetu, safu moja labda, na ikipatikana labda safu ya pili, safu ya tatu ukipatikana bakhti imepatikana kweli.
ilhali Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikosekana sahaba mmoja, akaambia kwa akaambia mazala naima ya Rasulullah, baada melala Mtume hata asbaha. Mtume akasema bala shaytan fi udhuni, amekojolewa na shetani. Maneno haya yatoka kwa yule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amemsifu, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mtume ndo asema hivyo, asema yule ambaye kwamba uliosikia mwadhini kisha ukaendelea kulala, wakojolewa na shetani. Ukiwa huna imani hiyo kwa Mtume, kwa yeye azungumza uongo, wewe si Muislamu. Na haya maneno si bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu zamani ilikuwa msikiti imejaa, kwa sababu Mtume huyu anazungumza ukweli. Amekuja kutoka Israeli Miraji, amekuja awaambia watu, jamani, mimi nimepelekwa. Walimkanusha, haiwezekani. Kama mimi sasa hivi niingia hapa nitoke, jamani, salamu zenu kutoka Dar es Salaam, kutoka Nairobi, simtatia pingu kidogo, akili zangu si nzuri. Lakini akaaminiwa na Saidna Abubakar, akamwambia sadaqta sadaqta, wakati mzito, wakati hakuna ndege, hakuna kadha wa kadha, akamkubali. Na alipoulizwa sasa, mimi nakukubali, wewe umekwenda zaidi huko, kama na huko pembe kwenda, wewe fikiria imani ya watu walivyokuwa nyakati hizo, namna hiyo, anamkubali. Na sasa hivi wewe kaambiwa tu, bwana, mimi nimepanda hapo juu tu. Umepanda kivipi? Umepanda kwa daraja gani? Kwa ngazi na gani? Yeye yuko tayari, ashakubali ile imani walionao. Sisi leo tumkubali bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tushatwambia yule ambaye kwamba hakuja kuswali hapa na umesikia mwadhini, bahala shaitani fi udhuni, wewe umekojolewa na shetani katika masikio. Sasa angalia huo mkojo wa shetani ukoje, hatujui, kiumbe mbaya huyo. Sasa ukifa je, na umemwagiwa humo, yule mwerevu alkayis, yule mandana nafsahu wa amila lima ba'da almaut, tamwona amekuja msikitini akatambua hilo. Na ndio maana ukamwona Nabii Ibrahim amtambua Mola wake, ameweka familia yake, akageuka anatimiza amri ya Mwenyezi Mungu, aenda zake kwa mimi aliyeniumba mimi na aliwaumba hawa, na Mwenyezi Mungu ameniamrisha mimi nitekeleze hili. Akaweka watu wake, akageuka. Mama ule sashangaa, mama Hajara amekuwa mamake Nabii Allah Ismail, ya Ibrahim, aina tatrukuna fi hadha almakan alladhi laysa fihi samirun wala anisun, mbona watu acha hapa sehemu kama hii, hakuna ngaba, si msafara wa watu wanapita huku wala hakuna watu hapa. Nabii Ibrahim abubujikwa na machozi, kwa hawa ni familia yangu mimi, lakini alhamdulillah inatekeleza amri ya Mwenyezi Mungu. Yani uzito, nyakati nzito. Wa idhibtala Ibrahim rabbuhu bikalimati faatamahunna, na akapasi mitihani ya wewe. Mtihani gani umepewa wewe? Na Mwenyezi Mungu akwambia uswatun hasana, ni Nabii Ibrahim amepewa kifuato chema. Mwangalie Nabii Ibrahim, msome Qur'ani hiyo ya kuambia msome Nabii Ibrahim, kisha mwangalie wewe, kisha ulinganie na wewe ni mtihani na gani wewe ambao uliopewa, na ukaiona ni mikubwa kweli kweli ya kumshinda Nabii Ibrahim. Mpaka mwisho ile mwanamke aona, mbona sipati jawabu? Alimwambia Allahu amaraka bihadha. Na kuuliza sasa, je, Mwenyezi Mungu makikuta amaraka, ilikuwa ni mbili, lakini amaraka, Mwenyezi Mungu ndiye aliyokuamrisha, anakuamrisha wewe uyafanye haya? Atakujua ni Mwenyezi Mungu ama ni yetu? Jawabu lake naam, ndio. Jawabu lake Nabii Ibrahim ambia ndio, nimeamrishwa Mwenyezi Mungu. Imani ya mwanamke kama yule asema basi idhan la yudhana Allahu abadan, hawezi Mwenyezi Mungu kututupa. Angalia imani kama hiyo, mwanamke nyakati kama hizo ni nzito, na akasema basi endelea, mimi niko na Mwenyezi Mungu. Bali Mwenyezi Mungu ndio aliamrisha hivyo. Akakaa na mtoto wake pale. Alipotoka nje, alipowa haoni, ndio akageuka akaangalia, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytika almuharram rabbana liyuqimu salah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarat
na akamwomba Mwenyezi Mungu, wa Rabbi, nimeweka familia yangu baadhi ya katika jangwa ambao kama halina makulima, ya Rabbi jalia hapa pahala malengo ni ibada, malengo haswali yuqimu swala ni ibada, wasimamishe swala. Na angalia jua hayo yote yakitawasal, nimeweka familia yangu hapa katika jangwa kama ile halina makulima, lakini nimeweka hapa. Lakini angalia jangwa kama lile limetoa maji kwa sababu ya imani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakumwangalia mja wake huyu, imani yake na watu wake namna gani. Imani iliposimama sawa, kulitoka maji. Siku hiyo hiyo maji yalitoka katika jangwa, na ajabu maji kama yale, Mau Zamzam lima shuriba la, maji yale ajabu ajabu ajabu, hayakauki. Na nendeni nyote ulimwengu mzima, yatekeni mpaka mtachoka yale maji, hakuna mtu ataweza kuyamaliza kabisa yote. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya imani. Kisha baada hapo sasa, mtoto ameshakuwa mkubwa, yaja amri sasa, mtoto sasa ameshakuwa barobaro. Mwenyezi Mungu bado amfuata tena mitihani mingine, mwambia sasa ni wakati wako, nenda kamchinje mwanao. Subhanallah, wewe umepewa mtihani gani ambao kwamba leo humtambui Mola wako? Wallahi hatumtambui Mola wetu. Ijumaa alhamdulillah itoja hivi, watu walikuwa siku ya Ijumaa kina Imamu Tausi hao wakisha kuswali baada ya asr, hawatoki tena kabisa, wanatafuta wale wakati wa ijaba, wanautafuta ndani ya msikitini huku, wamekaa hawafikiri lolote. Siku ambayo kwamba wanyama wote utaona wanafadhaika siku ya Ijumaa. Mtume huyatobe hivyo, wanafadhaika kwa sababu wamepata habari kiama kitakuja kutokea siku ya Ijumaa. Sasa hawajui ni siku gani, wanafadhaika. Mwanadamu hata habari hana, mwanadamu hata habari hana. Faida kubwa inapatikana ndani ya siku ya Ijumaa. Wewe uko ndani katika hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'a. Imekuja kilima fas'au, haikuja was'au, haikuja wao, imekuja kwa faa taqiba tartib, yani fas'au, yani kwa maana hapo ukishakusikia ile idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'a, imekuja kilima cha fas'au. Fanya haraka uende msikitini, funga duka lako. Ndio kaona Imam Abi Hanifa amesema kilima hiyo, wadharul bay'. Mwenyezi Mungu asema, aliposema wadharul bay', ametaja sawa, wacha biashara, wacha wadharul bay', wacha biashara. Mwenyezi Mungu asema wacha biashara, wewe endelea. Wadharul bay', wacha biashara, wewe unaendelea. Imam Abi Hanifa kwa yeye asema biashara baada hapo ni haramu tu. Katika madhehebu hayo nao huko wamekhalifiana maimamu, lakini amesema baada hapo biashara. Mwenyezi Mungu asema wadharul bay', wewe bado unaendelea. Wallahi siku moja mimi nimekwenda pale palipouzwa vitabu pale Mombasa kwa wale Wahindi wale, pale kumeadhiniwa na nataka kuwahi gari za kwenda Tanzania pale, na kitabu nakitaka pale. Namwambia bwana, mimi kwa sani yako na kitabu kile pale na nawahi gari. Anaambia kwani ukusikia mwadhini? Mwadhini umeusikia pale? Naambia ndio, lakini mimi kidogo na. Anaambia shekhe, tusifanye mjadala bwana, sisi tukisikia mwadhini tufunga hapa wale watu. Wallahi nikasema naam. Nikikikosa kitabu nisikakosa gari kule nikaacha, lakini nikakimbilia gari kwa sababu tena gari haningoje mimi. Yani nikasema naam, hawa kweli. Nadhani wale madhehebu Abi Hanifa wale wafuata madhehebu hayo. Yani tena sio siku ya Ijumaa kumenadiwa swala tu, anaambia bwana na bwana tuswali kisha turudi tena. Yani ukishakunadiwa wao wafunga, hawachukui pesa ya mtu. Sisi ndio hapo hapo tena tukusanya na huko. Kwani imamu si bado? Hiyo si khutba kwanza tu, khutba pili si bado? Aisabu tu mtu kama yule akaa tu. Lakini wale ambao kwa wenzetu walikuwa hawana, nikasema naam. Nimeondoka sio kama nimekasirika, nimepata somo. Nikasema naam. Sio kama nimekasirika, kitabu nimekikosa, nenda zangu Tanzania, lakini jua yoyote nenda na huku nasema naam, hawa bwana kweli wameitanguliza ibada, wameweka mbele zaidi kuliko pesa.
wadharu al-bay', waacha al-bay', fas'au, tena katika haraka, fas'au ila dhikrillah, wadharu al-bay'. Mwenyezi Mungu amesema hiyo fas'au, pia was'au ndio kidogo zakaa maki zakaa, jaa Muhammad wa Ali wa yani amekuja huyu, kisha akaja hivi baada saa na akaja mwingine, lakini kija feni hapo kwa hapo pa. Ndio imekuja kilima cha fas'au ila dhikrillah. Leo sisi ibada, leo Nabii Ibrahim aoteshwa usingizini, chukua kisu kamchinje mwanao, akaoteshwa mara 3 ndoto, mara 3. Alikwenda kaunua bisu wake. Wewe waweza ukaambia bwana ukamchinje mbuzi wako tu, umeoteshwa mbuzi wako tu, za shetani hizo. Huyo ameoteshwa mwanawe amchinje peke yake. Yasema alhamdulillah alladhi wahaba li ala al-kibari, utu uzimani nimempata mtoto, kisha aambiwa. Yani lau ingekuwa siku hiyo amemchinja, ingekuwa wewe ungeambia bwana kila mwaka jamani tumshike mtoto wetu, hawa watoto hawa sio tuchinja wao. Wao ungetuanza sisi kutuchinja kabla tujafika ile siku ya wao kutuchinja sisi, wao kuwachinja wao. Lakini aona nitafanyaje nikimweleza huyu mwanamke kuwa nimeamrishwa hapa mimi nimchinje mwanangu. Huyu mama atatoa sababu, sijui wewe ulikuwa wapi siku zote umetuachia. Amwambia mwanangu hebu twende kidogo na sehemu tu. Mtoto ondoka hajui mpaka kafika sehemu wako wao tu, yeye na mwanawe tu. Amwambia mwanangu, inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. Amechukua tayari ashaunoa. Amwambia mwanawe sasa, ya bunaya, mwanangu mimi nimeoteshwa usingizini kuwa nimeamrishwa nikuchinje. Akamwambia fanzur madha tara, waonaje jambo kama hili? Sasa angalia jawabu la mtoto wake alivyomjibu baba yake, na kisha uchukue lao ni watoto wetu, wewe utamwamrisha hayo kweli, atakujibu nini? Kijana mwambie ya abat, jawabu ya abat if'al ma tu'mar, fanya lile ulioamrishwa na Mwenyezi Mungu. Yani angalia msimamo. Ibilisi mbio mfuata mama Hajar, wewe uko huko mtoto wako ukimwona Nabii Ibrahim biswe ati ameoteshwa Mwenyezi Mungu. Mama yule akasimama na Nabii Ibrahim, bali ni ameoteshwa na Mwenyezi Mungu, ameamrishwa amchinje. Mama yule amwambia amchinje. Mama zetu waweza kufanya hivyo? Waweza kweli naenda msikitini? Mimi huku nishaona huku Kenya watu wenda shule, watoto wenda shule giza, lakini msikitini hutowaona hapa wazazi kuamrisha watoto wao wainukie na hali hii ya ibada giza. Lakini upande mwingine kule sisi tunaona wivu, tunaona wivu, tutakia watu bwana mwache bwana maskini bado. Tena hiyo siku ya Jumamosi, Jumapili ndo mwache alale maskini, saa 2 saa 3 atainuka mwenyewe huyo. Yeye baba pengine amejitahidi amekuja, au pengine haji kabisa, lakini mwanawe hataki kabisa kumzoesha mambo ya ibada. Nabii Ibrahim aambiwa na mwanawe, ya abat if'al ma tu'mar, fanya lile ambalo kwamba uliamrishwa na Mola wako. Tena satajiduni inshallah min as-sabirin, utanipata mimi katika na sabirin. Ile lozungumza kuwa likimpata jambo mu'min, jambo ambalo kwamba kinyume na khairi, ambalo kwamba ni shari, sabara fakana khairan lahu, naye akasema utanipata mimi katika miongoni mwao ni subira. Tena akawa baba, hebu nifunge mikono, mtoto huyo nifunge mikono na miguu yangu, na kisha huu uso wangu huu utakapokuwa nichinja, kisu kiwe kikali, na kisha uso wangu usioangalia juu, wewe ukaona huruma katika kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fanya angalia chini upate kuweza kutekeleza, maana uso utanionea haya labda. Baba anambia neema lioje hiya la tanfidhi amri llahi, wewe wanipa njia haswa
ambapo kwa njia ambapo kwamba ya kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtoto ampa njia baba, kichinjo kiwe kizuri na kisu kiwe kikali, fa inna waqa'ahu alimun, kwa sababu ni uchungu. Tukio la uchinjaji ni uchungu, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia utakapokuwa wewe wachinja ufanye uzuri, fa ahsinu dhabha, fanya uzuri. Kwanza kisu lazima uhakikishe kikali. Hichi kisu sio bwana waenda bahatisha pale, kwanza hakikisha kisu kikali, yani umpe haki yake. Nimemsikiza Ustadh Muhammad Sheikh Said Al-Bidha asema kule kumchinja kuku kisha ukamwekea jiguu lile pia makosa. Macho kumchinja mache apaparike ile roho yake, sio mumweke jiguu, ila ikiwa uko juu ya sakafu huko waogopa akiruka watamdaka watu wengine, watu wa bodaboda huko namna gani, haya masengine mbali. Lakini ikawa wewe waweza kumsarifu macha, na zamani watu walikuwa fanya hivyo, akisha kumchinja wa macha apaparika vile. Ila ukimwona huyu make shawahi kuona mimi ng'ombe ameshinjwa kisha katimka mbio, na ikawa watu tena wao sijui ilikuwa hakuzimaliza zile si vipi, make kaa tena watu wafukuzana tu. Nabii Ibrahim akapata mtoto wake, mwambie ya abati, tena ya abati, sio kama alia tena, akamwambia baba, hakikisha damu tone moja halikuanguka katika kanzu yangu hii, asije mama yangu akahuzunika. Angalia, mama yangu sijakaona damu akaingia na huzuni, bado msikitia mama yake. Lakini hakumwambia basi baba, wajua sawa, si uamrishwa Mwenyezi Mungu, basi ngoja kidogo nikamwage mama. Pia hakwenda kumwaga mama, yani wamalizane na amri ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akawasifu, kad kanat lakum uswatun hasana fi Ibrahima walladhina ma'ahu. Mwenyezi Mungu amejalia Nabii Ibrahim ni uswatun hasana, ni kifuato chema kwetu sisi, walladhina ma'ahu, na pamoja na wale ambao wako pamoja na yeye. Sasa katika kuchinja sasa, na ndio maana kuna ile majiwe kule, tunapiga majiwe na wamekazana shetani, wewe bwana ni ndoto bwana hizo, akapiga majiwe watoto, na yule mtoto wewe ni ndoto hizi, mtoto naye ndo kuna ile jamaa kubra wa sughra, yale majiwe mnaona ni ile shughuli iliyopitika pale. Na sisi twenda kwa kutabaruku kufanya yale kwa kazi kubwa ambayo kwamba walifanya hawa, ambao kwamba tunawaambia sisi ni uswatun hasana, ni kifuato chema kwetu sisi katika kuchinja. Sasa angalia miujiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisu kikali, lakini kumbe kile kisu ule ukali wake wote ule nao pia wamsikiza Mwenyezi Mungu. Ule ukali wa kisu wewe unaona umenoa hiki kikali, pia ule ukali wake ule kukata kwake pia wasubiri amri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amekazana, mtoto aona kama haguswi kwenye shingo kila vipi, ama mwanangu najaribu mimi, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kad saddaqta ruya, umesadikisha ndoto. Tena Mwenyezi Mungu afadainahu bidhibhin adhim, sehemu ya kwanza kuliwa mnyama wa peponi ameliwa katika sehemu kama ile. Na wewe ukiwa wataka kufaulu, elekea huku maabudu Mola wako. Leo huku kibla kama hiki tukidharau, sisi hatumwabudu Mwenyezi Mungu isipokuwa pale tunapotaka sisi. Tukiwa tataka kuswali tutakuja kuswali siku ya Idi. Mashallah, minna imani, watu paka nje waswali kule Idi, watu paka nje kule. Tena ajabu tulivyokuwa na jeuri, na haya mambo nimeona katika mwambao huu wote pako Tanzania. Maiti yaingia watu hata ile kafaa bil maut waidha, kwa maiti mauti ni mawaidha. Sasa hivi ni kinyume chake bwana, haiwezeki kabisa. Maneno ya Mwenyezi Mungu, watu wengine wema wakubaliana na hilo, wale wajeuri tamsikiza na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kule nje ndio utaona wamejazana watu wamekunja mikono hivi, hawamalizi hawa tena na mawaidha juu, wale wamekaa nje pale mashaallah kwenye mpunga. Sasa oho, nyama sahani haina nyama hii, si uje ni mishikaki yako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.